Serikali ya Mapinduzi Zanzibar inaendelea na dhamira yake ya kuweka miundombinu ya kisasa kwa wafanyabiashara na wawekezaji ili kuweza kuzitumia fursa za biashara ipasavyo. Hayo yameelezwa na Makamu wa Pili wa Rais Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah katika ufunguzi wa maonyesho ya 12 ya kimataifa ya biashara Zanzibar yaliyofanyika katika viwanja vya maonyesho Dimani, wilaya Magharibi B Unguja, ikiwa ni mwendelezo wa shamra ya maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Amesema maonyesho haya yamekuwa ni nguzo muhimu inaunganisha sekta ya biashara na huduma zikiwemo taasisi za serikali na binafsi, makampuni, wajasiriamali, wafanyabiashara, wawekezaji na wazalishaji kutoka ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa Hemed amefahamisha kuwa majukwaa ya biashara ni fursa ya kujiendeleza na kukuza biashara kwa kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na biashara, kuimarisha viwango vya biashara kulingana na mabadiliko ya teknolojia. Aidha, amesema Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda Zanzibar kupitia maonyesho hayo imeweza kuweka wazi suala la uwekezaji katika biashara na viwanda kwa kuongeza fursa ya uwekezaji pamoja na vituo vya uwekezaji kwenye sekta ya utalii, biashara, viwanda, kilimo, uchumi wa bluu na katika sekta nyingine zinazokuza uchumi wa taifa. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea na dhamira yake ya kuweka miundombinu ya kisasa kwa wafanyabiashara na wawekezaji ili waweze kuzitumia fursa za biashara ipasavyo kwa manufaa yao na manufaa ya nchi yetu kwa ujumla. Ndugu washiriki, majukwaa ya biashara kama haya ni fursa muhimu kwenu katika kujiendeleza na kukuza biashara zenu kwa kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na biashara, kuimarisha viwango vya bidhaa zenu na mabadiliko ya teknolojia na kuweza kuimarisha bidhaa na kukuza kipato chenu na kipato cha taifa kwa ujumla. Hivyo naendelea kutoa wito kwenu washiriki wa maonyesho haya na waalikwa wote kutumia vyema programu zilizoandaliwa za mijadala, semina na siku maalum kwa kujifunza mbinu za kuyafikia masoko ya kimkakati ya kikanda na kimataifa, biashara mtandao, kodi na biashara, mazingira ya sera rafiki za biashara na taratibu za kisheria katika kukuza na kulinda biashara. Ndugu washiriki, nimetaarifiwa kuwa ongezeko la washiriki kutoka nje ya nchi ambao ni mara yao ya kwanza kushiriki katika maonyesho haya ya kimataifa hapa Zanzibar. Katika maonyesho yaliyopita tulikuwa na washiriki kutoka nchi kama vile Burundi, Zambia, Kenya, Uganda na Misri, ambapo kwa mwaka huu washiriki wameongezeka wakiwemo kutoka Brazil, Oman na Misri. Hii inaonyesha kwamba hamasa ya ushiriki katika maonyesho hayo inaongezeka kutoka mwaka hadi mwaka. Ndugu washiriki, Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda Zanzibar kupitia maonyesho haya imeweza kuweka wazi suala la uwekezaji katika biashara na viwanda kwa kuongeza fursa za uwekezaji pamoja na vivutio vya uwekezaji katika sekta ya utalii, biashara, viwanda, kilimo, uchumi wa bluu, ujenzi wa nyumba za kisasa pamoja na sekta za huduma zinazoinua uchumi wa nchi yetu. Hivyo basi, ni vyema kwa kila taasisi husika kuendelea kuimarisha sekta zenu na kuongeza hamasa kwa wawekezaji wa ndani na nje ya nchi ili kuongeza fursa za ajira kwa vijana wetu kwenye sekta ya biashara na viwanda. Hata hivyo, ametoa wito kwa washiriki wa maonyesho hayo kutumia vyema semina na mijadala iliyoandaliwa kwa kujifunza mbinu za kuafikia masoko ya kimataifa. Kwa kujifunza mbinu ya kuafikia masoko ya kikanda na kimataifa sambamba na biashara mtandao na mazingira ya sera rafiki za biashara. Nitoe wito kwa wawekezaji kujitokeza kuwekeza Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Niwahakikishie kwamba nchi yetu iko salama na ina fursa nyingi za kuwekeza. Ndugu washiriki, napenda kutoa wito kwenu kuendelea kutumia majukwaa haya kutangaza biashara zenu pamoja na kukitumia kituo hiki kwa shughuli mbalimbali za mikutano, maonyesho na makongamano ili kulinda hazina kubwa ambayo
serikali yetu imewekeza chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda Zanzibar, Dr. Habiba Hassan Omar, amesema lengo kuu la kufanyika kwa maonyesho hayo kukuza biashara na ushiriki wa wafanyabiashara na wajasiriamali ambao hupata fursa ya kutangaza biashara zao kitaifa na kimataifa. Dr. Habiba amesema kuwa mafanikio makubwa yamepatikana tangu kuanzishwa kwa maonyesho hayo, ikiwemo kuongezeka kwa idadi ya washiriki na kufikia 316 kutoka ndani ya nchi, jambo linaloamsha ari ya kuzidi kuboresha maonyesho hayo. Amesema maonyesho hayo yataendelea kuweka pamoja sekta ya umma na sekta binafsi katika kujadili namna bora ya kufanya biashara zenye kuleta tija na kufungua zaidi milango ya biashara hapa Zanzibar, ambapo zaidi ya shilingi za Kitanzania milioni 350 zimetumika katika maandalizi ya maonyesho hayo. Mgeni rasmi limepata mafanikio makubwa ambapo wafanyabiashara na wajasiriamali wa Zanzibar na wa Tanzania bara na kutoka baadhi ya nchi ya Tanzania ambao wamewasili na kushiriki katika tamasha hili la 12 la biashara. Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue fursa hii kusema kwamba maonesho haya yameanza kutokea 2014 na hadi mwaka huu 2026 tumeona kupata mafanikio, ambapo kwa mwaka 2014 washiriki walikuwa ni 109 na wamekuwa wakiongezeka mwaka hadi mwaka, na matarajio ni kufikia idadi ya washiriki 400. Katika tamasha hili la 12, Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna washiriki 316 ambao 246 ni kutoka Zanzibar, washiriki 61 ni kutoka Tanzania bara, washiriki 9 kutoka nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na washiriki hao wa kimataifa, Mheshimiwa mgeni rasmi, wanawakilisha mataifa ya Uganda, Burundi, Zambia, Misri, Msumbiji pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wenzetu wa Brazil, kama ambavyo umepita kwenye banda lao na umewaona wapo wameshirikiana na sisi. Maonesho haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, yamekadiriwa kutumia jumla ya Tanzania shilingi milioni 350,560, ikiwa ni fedha taslim kutoka michango ya washiriki pamoja na wafadhili na michango ya huduma. Kwa hivyo tuna michango ya fedha, tuna na michango ya in-kind ambayo jumla yake inaweza kufikia milioni 350,560, ambayo tumeweza kutayarisha maonesho haya yenye kauli mbiu isemayo kujenga ukuaji jumuishi kupitia biashara na ubunifu, kama ambavyo Mheshimiwa mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara kutoka sekta binafsi ameeleza kwamba hili ni jambo muhimu ambalo tamasha hili sasa linawakusanya pamoja sekta binafsi pamoja na watendaji wa serikali ili waweze kuona namna gani wanaweza kushirikiana kwa pamoja kuweza kuleta ukuaji katika sekta hii ya biashara. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Kitaifa ya Wafanyabiashara Zanzibar ZNCC, ndugu Ali Amos Suleiman, amesema biashara na ubunifu ndio nguzo unaoweza kuifanya biashara kukua na kuimarika na kuleta tija kwa wafanyabiashara na taifa kwa ujumla. Amesema maonyesho ya biashara ni jukwaa muhimu linalowezesha wajasiriamali kutangaza na kukuza biashara zao. Aidha, mwenyekiti huyo amefahamisha kuwa licha ya sekta biashara kukua na kuimarika nchini, bado inakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo uhaba wa rasilimali fedha kwa wajasiriamali wadogo pamoja na mchakato wa usajili wa biashara kuzorota na kuchukua muda mrefu, jambo linaloweza kuleta changamoto kati ya wafanyabiashara na mamlaka zinazosimamia biashara. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuendelea kutambua na kuipa nafasi sekta binafsi kama mshirika muhimu wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, kama ambavyo umeelezwa kabla, kauli mbiu ya maonyesho ya mwaka huu ni kujenga ukuaji jumuishi kupitia biashara na ubunifu. Kauli mbiu hii siyo ya kawaida. Huu ni wito wa kimkakati unaoendana na mahitaji halisi ya Zanzibar ya leo. Ukuaji wa uchumi hautokuwa na maana kama hauwagusi wajasiriamali wadogo, vijana, wanawake, wakulima
na wavuvi na wafanyabiashara wengine wa kawaida, na hii ndiyo maana halisi ya jumuishi. Biashara na ubunifu ndio nguzo zinazoweza kufanya ukuaji huo uwe jumuishi, endelevu na wenye tija kwa wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, sekta binafsi Zanzibar imepiga hatua kubwa. Tumeona ongezeko la wajasiriamali, hasa vijana, wanawake wanaoingia kwenye uzalishaji, usindikizaji, biashara na huduma, pamoja na biashara nyingine za ubunifu ambazo katika matembezi yako leo umeweza kuziona. Pia tunashuhudia mwamko mkubwa wa jamii kutumia bidhaa zinazotengenezwa Zanzibar, na hapa tulikuwa na banda zima ambalo linaonyesha made in Zanzibar, kuanzia vyakula, vipodozi, vifaa vya mwani, viungo hadi kazi za mikono. Huu ni ushahidi kuwa msingi wa uchumi unaojitegemea umeshakuwa katika hatua kubwa sana hapa Zanzibar. Kwa muktadha huu, maonesho ya biashara kama haya yana umuhimu mkubwa sana kwa sekta binafsi. Kwanza ni jukwaa la masoko kwa wajasiriamali kuonesha bidhaa zao, kupata wateja wapya, kufungua milango ya soko la ndani na nje ya nchi. Pili ni jukwaa la kujifunza na kubadilishana uzoefu kuhusu ubora, bidhaa, ufungishaji, bei na mahitaji ya soko. Tatu ni jukwaa la mitandao na ushirikiano ambapo biashara mpya, ubia na safari za uwekezaji huanza. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa wajasiriamali wadogo, maonesho haya si tukio la kawaida, ni daraja la ngazi ya micro kwenda small na kutoka local kwenda regional na international. Ndiyo maana sekta binafsi tunaona maonesho haya ni chombo muhimu cha utekelezaji wa kauli mbiu ya ukuaji jumuishi. Mheshimiwa mgeni rasmi, hata hivyo changamoto bado zipo. Upatikanaji wa rasilimali fedha kwa wajasiriamali wadogo bado ni mdogo. Uzalishaji wa pamoja ili kukidhi mahitaji ya masoko makubwa bado ni changamoto. Taratibu za gharama za usajili wa bidhaa katika taasisi husika zinahitaji kuboreshwa. Vile vile, gharama na urasimu wa kusafirisha bidhaa ghafi na zilizochakatwa kwa ajili ya kuongeza thamani bado ni kikwazo kwa wafanyabiashara wengi hapa Zanzibar. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, napenda niweke wazi kuwa changamoto hizi si sababu ya kukata tamaa. Ni wito wa kuimarisha ubunifu, ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Serikali ikiendelea kuboresha mazingira ya biashara na sekta binafsi ikiongeza uwajibikaji, ubunifu na mshikamano, tunaweza kuzijenga biashara zenye nguvu na uchumi unaojumuisha wengi zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda kutoa wito kwa maonesho haya yaendelee kupewa sura ya kimataifa zaidi kwa kuvutia waonyeshaji na wawekezaji wengi kutoka nje ya nchi. Hili litawezekana kwa maandalizi ya mapema, motisha wanaoonyesha kutoka nchi za nje na ushirikiano wa karibu wa serikali, sekta binafsi. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.